Tumeandaa mbio hizi maalum kabisa kwa ajili ya kuhamasisha, lakini pia na kuwatambulisha kwamba wananchi wetu wa jiji la Mbeya na maeneo mbalimbali kwamba mbio zipo tarehe 15 na tarehe 16 ya mwezi wa 5. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakaribisheni sana Watanzania wote, lakini pia na wanamichezo wote, mje tushiriki pamoja kwenye Betika Mbeya Tulia Marathon msimu wa 10. Mchezo huu unaenda kuleta fursa mbalimbali hasa kwenye mkoa wetu wa Mbeya. Tutakwenda kupokea wageni wa kimataifa, watatuletea uchumi, lakini pia kwa ambao watashindana imekuwa ni fursa, kwa maana ya kwamba Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Uyole ambaye ndiye mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust amemwaga vitita vya zawadi kwa ajili ya washindi. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwakaribisheni sana waje tushiriki pamoja, na fedha hizi ambazo zitakusanywa zinakwenda kuboresha miundombinu ya elimu na afya. Usipokuwa na afya huwezi ukaishi, lakini pia bila elimu tunaelewa kabisa hatuwezi kusonga mbele. Hatupaswi kupoa, kwa sababu tunapaswa kutangaza mkoa wa Mbeya una fursa gani, nyanda za juu kusini kuna fursa gani. Kupitia marathoni hii ya Tulia tunapaswa kusema hayo, kwa sababu inakwenda mbali, watu wengi wanaona, wanajua kwamba kuna mbio zinazokimbiwa sasa hivi mkoa wa Mbeya, na mbio hizi sasa zinaelekea kuwa mbio kubwa, kwa sababu sasa ni msimu wa 10. Na imani yangu mkurugenzi wa mbio hizi ambaye ni mbunge wetu kule jimbo la Uyole ataendelea kutuhakikishia kila msimu tunaendelea kuwa na mbio hizi, na imani yangu ataendelea kuongeza wadau wengi, kwa sababu mbio hizi zinaendelea kukua siku hadi siku. Wana jogging wote ambao mmefika hapa, nyinyi kwa asilimia kubwa ni vijana, kwa asilimia kubwa ni vijana ambao tunatakiwa kutafuta fursa. Tuko hapa wafanya kazi, tuko hapa wafanya biashara, tuko hapa vijana ambao hawana shughuli za kufanya. Sasa usikubali kuitwa kijana ambaye hauna shughuli za kufanya. Kupitia Tulia Marathon unaweza kufanya biashara ya aina yoyote, na mimi ni waombe watu wa Tulia Trust na mkurugenzi ambaye uko hapa, kabla ya siku za kwenda kukimbia mbio hizi, tutengeneze namna ya kufanya biashara humu ndani, kuanzia kwa wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wakubwa. Tuwatengenezee mabanda, na sio huku ndani tu, tutafuta na maeneo mengine kwa ajili ya kuendelea kuhamasisha watu kushiriki katika mbio hizi, na watu wakute kuna fursa tofauti, lakini pia wapatikane taasisi ambazo zinazungumza juu ya masuala ya ajira. Bana, vijana wengi wanafikiri ajira mpaka tende kuajiriwa serikalini. Kufuatia hii free chance ambayo wanariadha wanaofanya trial hapa wanasajiliwa moja kwa moja kwenda kushiriki marathon. Hiyo yote ni kuendelea kuinspire zile young talents waweze nao kufikia kuwa inspired, waweze kufanya vizuri. Kwa hiyo umeona pia hata washiriki wa jogging wamekuja na vijana, watoto wadogo, na kuna watoto wamekimbia hapa. Umeona mtoto mmoja ameshika nafasi ya 3 kati ya wale watoto. Yote hii ni kuendelea kupandikiza ile spirit ya mchezo kwa watoto wadogo, ili young talents ziendelee kumatua na baadaye tuje tupate wakilishi wazuri kupitia mbio hii. Ni kweli kwa miaka kadhaa washindi wengi wa mbio hii wamekuwa wakitoka nje ya mkoa na probably wengine nje ya nchi, lakini wako pia wawakilishi wetu ambao wanakuwepo ndani, ambao inawezekana kwa miaka ya nyuma hawajafanya vizuri sana, lakini tunaamini katika miaka hii na kupitia inspiration na jitihada ambazo zinafanya kupitia taasisi hizi na kwa ushirikiano na serikali na vyama vya mchezo wa riadha, tunaamini tutafanya vizuri. Sasa hivi tunaelekea kwenye msimu wa UMISETA na UMTASHUMTA ambao tumeshakaa na kuweka mikakati, tumekubaliana na chama cha riadha, wale watoto wote wanaofanya vizuri kwenye riadha kupitia mchezo wa riadha kwenye mchezo wa UMISETA na UMTASHUMTA tuwe na database yao,
database hiyo ya wale watoto ndio tutakaotumia kuendeleza pindi mkoa utakapohitajika kupeleka watu wanariadha kwenye eneo lote, whether mashindano ya taifa au mashindano yote ambayo mkoa utahitaji kupeleka watoto. Kwa tutakuwa na hiyo benki, hatuhitaji kwenda kuhangaika kutafuta wanariadha wengine na kufanya mashindano makubwa. Tutachuja wale ambao tayari tumeshakuwa na taarifa zao na tayari takwimu zao zinajulikana, na itatusaidia sasa. Tunaamini tukiweka mpango huu itatusaidia kuweza kuboost na kufanya mchezo huu uweze kusogea zaidi, kwa sababu tayari tutakuwa tuna hazina ya vipaji ambavyo vinatekeleza shughuli hizi kwa sasa. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.